Je, hekalu la tatu kama ishara ya unyakuo litajengwa au halitajengwa? Biblia inatuambia wazi kabisa kwa habari ya ujenzi wa hekalu la tatu ambalo Wayahudi wameplani kulijenga na litajengwa kwa mujibu wa maandiko matakatifu ya Biblia. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 24 ukisoma pale, wanafunzi wake Yesu walimuuliza Yesu kwa habari ya hekalu, lakini Yesu aliwaambia kwamba zitakuja siku ambazo hilo hekalu ambalo limepambwa kwa mawe mazuri kabisa litabomolewa, ambapo halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomolewa. Lakini baada ya kuingia Kaisaria moja, lile hekalu lilivunjwa, hekalu la pili. Lakini pia Yesu akasema hivi, mtakapoliona chukizo la uharibifu limesimamishwa katika patakatifu, asomaye na afahamu. Patakatifu kwa sasa hapapo kwa sababu hekalu limekwisha kuvunjwa. Ili patakatifu pawepo ni lazima hekalu liwepo. Kwa hiyo ishara ya ujenzi wa hekalu la tatu kwa Wayahudi wao ni kutaka kurudisha harakati za ibada zao na kufanya ibada zao. Lakini kwetu sisi wa Kristo ni ishara ya unyakuo na kurudi kwa Yesu kulinyakua kanisa lake. Kwa hiyo kwa Wayahudi kwao ni kutaka kurudisha ibada zao, lakini kwetu sisi wa Kristo ni katika ishara ya kurudi kwa Yesu mara ya pili na unyakuo wa kanisa. Biblia pia inatuambia kabisa, mtakapoliona chukizo limesimamishwa katika patakatifu, maana yake patakatifu lazima patakuwepo. Kwa maana hiyo hekalu litajengwa, kwa sababu Yesu kasema mtakapoliona chukizo la uharibifu limesimamishwa katika patakatifu. Kwa mpaka Yesu anasema hivyo, litakaposimamishwa katika patakatifu, maana yake hekalu litakuwepo, ambapo hilo hekalu lina sehemu inayoitwa patakatifu. Kwa hiyo Wayahudi wapo katika harakati za kulijenga hekalu lao, lakini kwetu sisi wa Kristo ni ishara ya unyakuo. Katika kutimiza unabii wa ujenzi wa hekalu la tatu, Wayahudi wana msukumo mkubwa sana kulijenga hilo hekalu la tatu. Kwao ni ujenzi tu hekalu ili ibada zao zirejee hekaluni, lakini sisi kama kanisa tunapaswa kutumia hiyo fursa kama ishara ya Yesu kurudi ili kulinyakua pale atakaporudi mawinguni. Kwa maandalizi ya Wayahudi kulijenga hekalu la tatu ni maandalizi yako ili wewe unyakuwe. Kwa unapoziona hizi ishara na zinaanza kutokea, lazima ujue kwamba wakati wa unyakuo upo karibu. Pia wahusika watakao kuwa nahusika sana na hilo hekalu, yani wahusika wakuu katika hilo hekalu ni makuhani na wana wa Asafu. Wa makuhani, kitabu cha Ezra sura ya 3 mstari wa 10. Hata wajenzi walipoweka msingi wa hekalu la Bwana, wakaweka makuhani wamevaa mavazi yao wenye baragumu, na Walawi wana wa Asafu wenye matoazi, ili wamhimidi Bwana kama alivyoagiza Daudi mfalme wa Israeli. Kwa kuzingatia hayo, Wayahudi wameshakamilisha maandalizi ya ujenzi wa hekalu hilo na wahudumu wake kikamilifu kama ifuatavyo. Ramani hiyo imekwisha kuandaliwa, wameshaweka wakfu jiwe la msingi, pia wameshaandaa chuo cha manabii, wameshaandaa makuhani ambao ni uzao wa Haruni, wameshaandaa mavazi ya kikuhani ya hao makuhani, wameshaandaa wana wa Asafu, wameshatengeneza vyombo vya wana wa Asafu. Kwa 99 maandalizi ya ujenzi wa hilo hekalu la tatu Yerusalemu upo tayari. Lakini kipo kikwazo kimoja ambacho kinasababisha hekalu hilo lisijengwe, kwa sababu kikwazo kikubwa cha ujenzi wa hekalu la tatu ni eneo la kujengea hilo hekalu, kama tulivyojifunza au kama tulivyoona katika maandiko matakatifu. Pia hicho kikwazo ambacho kipo hapo ni kikwazo ambacho ni mahali ambapo kuna msikiti wa Waislamu ambao unaitwa Al-Aqsa umejengwa hapo. Kwa hiyo ili hilo hekalu lijengwe lazima kwanza msikiti uondolewe, ambao unaweza kuleta mgogoro mkubwa. Waislamu hawezi kukubali kuondoka hapo hivi tu, maana huo msikiti ni muhimu sana katika imani yao kama dini yao. Kwa hiyo sehemu kwao Waislamu ni sehemu sana ya muhimu ambayo wanaamini ni msikiti muhimu sana katika miongoni mwa misikiti mikubwa sana. Kwa hiyo msikiti wa Al-Aqsa ni miongoni mwa misikiti mizuri sana kwa Waislamu ambao wanaamini kwamba ni sehemu muhimu kwao. Kwa hiyo hapo ndipo inabidi lijengwe ili hekalu la tatu la King Solomon ambalo lilivunjwa. Kwa hiyo hapo ndipo kikwazo kikubwa kipo. Kwa hiyo ni amri tu siku itakapotolewa Benjamin Netanyahu au itakapotolewa na kiongozi wa taifa hilo kwamba hekalu hilo lirejeshwe au lijengwe tena. Lakini tunajua kwamba litajengwa kwa sababu ni unabii ambao Bwana Yesu Kristo alishautoa kwamba chukizo la uharibifu lazima litasimamishwa katika patakatifu, ambapo ndipo ndani ya hilo hekalu ambalo litajengwa. Kwa hiyo sisi kwetu kama kanisa hizo ni ishara za unyakuo. Kwa hiyo
hekalu litajengwa na hiyo msikiti utaondolewa kiunabii, kwa sababu Biblia ishatabiri na Yesu alishatamka kwamba hilo hekalu litarudishwa, kwa sababu chukizo la uharibifu ni lazima lisimamishwe katika patakatifu, yani ndani ya hilo hekalu ambalo litajengwa, ambapo mpinga Kristo atasimamisha chukizo la uharibifu. Kwa hiyo sasa hayo ndio mambo ambayo kama sisi kanisa tunatakiwa kujua kwamba tupo kati za hatari sana.